Mungu, amen, haleluya. Wewe ni Mungu, amen, haleluya. Unastahili Baba, amen, haleluya. Unastahili, oh, amen, haleluya. Baba, kwa jina la Yesu Kristo nasema asante kwa asubuhi ya leo, wiki njema, wiki nzuri, wiki ya mwisho wa Januari. Baba, ni asante ni kwa sababu ya kutupatia nafasi hii nzuri na mwaka mzuri. Baba wa mbinguni, mwaka utatusaidia na utaendelea kutuhurumia. Bwana wa mbinguni, ni asante ni kwa sababu ya siku ya leo. Bariki neno lako tunapoenda kulisia na watu wako, na waombea baraka wenye grupu hii. Baba yangu wa mbinguni, uwape wiki ya ushindi, waondolee manuksi ya Shetani. Baba wa mbinguni, walio kwa biashara, fanikisha biashara, kazi ya mikono yao. Walioajiriwa, wape amani kwa makampuni ile wanafanyia kazi, na wale wote wanahudumu, tunahudumu. Baba wa mbinguni, tupe neema tunapoendelea kufanya kazi yako katika mwili wa Kristo. Ni asante Baba kwa sababu watu hawa utawabariki wote, wakubwa kwa wadogo, utawabariki na kila mtu kwa desire ya moyo wake. Utawabariki wale hawana kazi kwa hii grupu Baba, provide job for them my dad, kwa utukufu wa jina lako. Endelea wakiwa Unaona watu wa Mungu, hiyo ndio scripture reference, na kuna ingine ya Hosea 13:13, hiyo utasoma, hiyo utajisomea, lakini wacha tusikie pointi za leo. Ninataka kuongelea kuhusu hatari ya spiritual incubator. Nimekuelezea inakujanga kuzaliwa kabla, mtoto anazaliwa kabla ya wakati wake, ama anazaliwa wakati wa nini, wakati anachelewa kuzaliwa, ama kuzaliwa kabla ya wakati wake. Na hiyo yote spiritually iko tofauti kidogo, kwa sababu hiyo ni ya watoto, lakini sasa hii ni ya destiny zetu. Tunapofanya mambo contrary to God's will, tunaigianga kwa incubator. Unapoenda kabla ya wakati wako, kama ni kuoa, ukioa, hiyo doa itabidi iwe incubator. Kama ni ministry, ukienda kuinua madhabahu, kado na mapenzi ya Bwana, kado na wakati wako, ama kule Bwana hajakuita. Unaona watu wa Mungu, watu wale wanajipatia matitles ambayo si Mungu. Unaona watu wa Mungu wanakuwa incubator, wanakuanga na vita kali sana, na incubation inakuanga na shida sana. Incubator inakuanga na shida sana kwa sababu hata kifo inakuanga karibu sana. Kifo ya mtoto ako incubator inakuanga rahisi sana, sio twingi tunatokeanga. Na hivyo ndivyo ilivyo nasi watu wa Mungu. Tusipofanya mambo kulingana na Mungu vile anataka, wewe watu wa Mungu, tutasafa incubation. Unaona mambo yetu itawekwa incubator, na diposa unaona doa ilikuwa watu waoane ndio, lakini wakienda kabla ya wakati wao wanakosa kukaa, inakosa kusurvive. Hiyo doa inakosa kusurvive sababu wanashindwa kuiweka incubator. Either ni waseparate warudi waoane tena, ama ni kuachana kabisa. Na walikuwa waoane, ni wao walienda kabla ya wakati wa Bwana. Makaturubuzaya, may God have mercy. Na kuna wengine doa yao ilifikia, kuna dada 2019 Bwana aliniambia huyu dada, Bwana alinionyesha huyo msichana yani ni muombe apate toa. Bwana nikauliza Mungu, tunaziriki na yeye, nikauliza Mungu, huyu dada na simujui, hata siku na sijui ni kabila gani, sijui jina lake, hatuna uhusiano na yeye, ni young, si ati ni mother, ni aged woman kama mimi. Umeniletea kwa nini? Bwana akaniambia nataka usimame na huyu dada mpaka aingie kwa marriage. Na nilipokuwa nikiendelea kumuombea, Bwana akaniambia anga yake kwanza ni safi, sikuona kitu. Unaona haya. Na nikauliza Mungu ni nini? Bwana akaniambia huyu dada niliachilia doa yake 2017, lakini wachungaji wake, unaona, ndio wanazuilia. Kwa sababu nini? Wao ni wanamchagulia, kuna kule wanataka huyo dada aende,
lakini si Mungu. Sasa hiyo inakuwa shida, na sasa mimi nikaiachilia hiyo, nikasema Mungu, that battle it is too much. Mimi naomba hivi, na kuna watugaji wake wanamuombea hivi, wanamtakia hivi. Sasa hiyo mimi sitaweza, nikajiondoa na nikaambia Bwana, sasa wacha niache. Unaona watu wa Mungu, ninataka kusema nini? Si ati ni kuacha na kwa ubaya, ni sasa kama unaombea dada Mungu afikishe ndoa yake, alikuwa amefikisha. Sasa ninataka kukwambia nini? Kwa sababu si makosa ya huyo dada, atakuja tu kuolewa, lakini wachungaji hao wake wasipomwachia aolewe kwa njia ya Mungu, ataolewa na wrong partner. Unaona, lakini kumbe ndoa yake iliachiliwa. Na ndiposa Hosea inasema ati Israeli walikuwa kama watoto wajinga, ati wale dakika yake inafika ya kuzaliwa, badala ya kuja kwa njia ya kuzaliwa anarudi juu. Unaona, hiyo ni kurudi juu, ni kurudishwa juu. Unaweza rudishwa juu na wazazi wako, unaweza rudishwa juu na watumishi wako, unaweza rudishwa juu na mafredi wako ukiwasikiliza. Sikiliza Mungu, wacha kusikiliza mwanadamu. Unaona watu wa Mungu, kwa sababu ukisikiliza mwanadamu, kama ni mambo ya ndoa, sasa mtu anakuchagulia mtu wa kuoa kule, utaolewa namna gani? Hata mimi watoto wangu wawili siwezi wachagulia. Mimi ni kuwaombea mazuri, ni kuwaombea direction nzuri, unaona, lakini siwezi mchagulia makutarara mazaya. Siwezi mchagulia nimwambia oa fulani, olewa na fulani. Hakuna kitu kama hiyo, siwezi fanya hiyo. I cannot do that. That is not my work. My work as a parent ni kuwaombea Mungu awaukanise, na yeye mwenyewe asikie kule anataka kuolewa, kwa sababu ni yeye anaolewa, na ni kijana ni yeye ataoa, sio mimi sio mimi naoa. Kwa hivyo siwezi sema aoe ule mimi nataka, ni ule Mungu anataka na ule yeye anapenda, na ule Mungu anataka lazima ampende. Unaona, inakuanga hivyo. Kwa hivyo watu wa Mungu, kama ni ministry taka kuenda na neno la Bwana, ndio usije ukaweka ministry incubator. Hiyo itakusumbua sana. Ministry hiyo haikui, haifanyi nini, haisogi mbele. Riba pusaka taramazaya, incubator ni vibaya sana. Na tukizaliwa tusijirudishe chini ndani ya tumbo. Unaona, tusikuje juu. Unaona wana wa Israeli katika hiyo Hosea 13:13 walikuwa wanaongelelewa kuhusu dhambi. Wakati wao wa kutubu ulifika, lakini badala ya kuja watubu, walikuwa wanakaa na dhambi. Usikae na dhambi, tokea. Kama neno limekuja na kukutakasa, kubali kutakazwa. Repent on time. Usiacha utakaa incubator, kwa sababu kutumikia Mungu na dhambi utakaa incubator. Katika Proverbs 28:13 inasema, he who conceals sin does not prosper, but whoever confesses and renounces find mercy. Watu wa Mungu, tutafind mercy tukiwa na nini? Tukiwa na kufanya nini? na kutubu dhambi zetu on time. Let us repent on time so that we can do what? We can be able to serve God well. Tusiwe incubator. Usiende kabla ya wakati wako. Tena uvalue God's will, God's opinion and God's time. Hiyo tu. Huwezi fanya biashara yeyote, sio kila mahali pa kukaa. Hata estate ya kukaa na ni kukoboa, unakoboa nyumba. Huwezi sema si bora mimi nitakaa utawala, ni mimi ninalipa. Hapana, ni Mungu. Lazima iwe ni Mungu. Mimi nakaa utawala na ni Mungu alinileta huku, na ni Mungu atanitoa. Mimi nakoboa, sijajenga kwangu, na nitajenga. Bwana ni mwahuruma, atanifikisha. Unaona watu wa Mungu, may God have mercy. Lakini lazima niliuliza Mungu, nilienda nikaomba na wachungaji, nataka kuhama. Wakati umefika wa kurudishiwa nyumba na Mungu. Nilikaa miaka 3 bila makao, lakini hiyo yote ni kwa ajili ya calling. Wakati ulifika wa kukomboa nyumba, wa kupata nyumba yangu na nikukomboa tu, nilienda na nikashukuru Mungu sana, kwa sababu nilielekezwa mahali pazuri. Unaona watu wa Mungu, may God have mercy. Sio kila estate. Kuna wengine wanakaa Kawagware. Wewe ukienda Kawagware utateseka sana. Kuna mimi nakaa utawala. Ukija utawala kama si Mungu, kuna pastor rafiki yangu alikuja utawala akateseka sana. Yeye anakaa Kahawa West, na huko ndio destiny yake inafanya vizuri. Unaona, kila mtu hata estate
kuna kule kwa kuenda. Ukikosa, ukimiss direction ya Mungu, katika Isaia 30:21 inasemanga, whenever you turn to the right or left, you will hear the voice. Watu wa Mungu, the voice of destiny lazima tuisikie, na tusifanye mambo na neno la Bwana, otherwise tutasafa incubation, tutasafa incubator haya kila now and then, hiki mambo yako yote iko incubator. Sasa utatokea lini? Mtoto akiwa incubator, mama hatokangi kwa hospitali, na wewe ukiweka kama ni ministry incubator, hii kusema haitaendelea, hakuna kitu utafanya. Mtoto akiwa incubator, hakuna mambo makubwa anawekwa, hata nguo hafalizangwi, kana ingizangwa bila nguo. Incubator kanawekangwa bila nguo, rama suku taramazaya. Kwa hivyo na wewe mambo yako ukiweka incubator itakuwa na shida sana. Baba, kwa jina la Yesu Kristo nasema ni asante kwa neno lako zuri. Ebeneza, pokea sifa na heshima tunapoenda kujifundisha mengi Baba wiki hii. Ebeneza, endelea kutusaidia, tusaidie kuenda on time, tusaidie kujali wakati wetu, tusaidie kujua wakati wetu Bwana, ndio tuweze tusiwe tukawa incubator. Baba ni asante, na ni katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Baba, ninaomba kwa sababu ya watu wako, uendelee kutusaidia zaidi na zaidi, utusaidie kujua na kukaa kama mapenzi yako yalivyo Bwana. Tujali mapenzi yako Baba, ndio tusiwe kwa incubator Baba. Tujali your will every day Baba yangu wa mbinguni, kwa sababu kuna ministry nyingi siko incubator, kuna doa nyingi siko incubator, na simeishia incubator Baba. Naomba ukatuhurumie. Kuna biashara ziko incubator na simeishia huko, zingine zikakufa. Wengine wanasema kuna marorogi, kuna mauchawi iliwashida, lakini ni incubator. Ni wao walienda kinyume na mapenzi yako, na diposa wakawezwa na mauchawi. Tuhurumie rababuzaka tararabusaya, tuwasaidie maganda labuzika tararamazaya. Tuhurumie Baba yangu wa mbinguni, kuenda on time na kuenda kulikana na neno lako liliko kwa kila mmoja. Ni wewe wa kweli na hakuna mwingine aliye kama wewe. Makaturubuzaya raka tararabuzika tararamazaya. Baba yangu wa mbinguni, ni neno zuri, ni asante kwa revelation, asante kwa mambo yote unaenda ukitenda Baba. Utusaidie Baba yangu tuweze kuhepa my incubation Baba, katika jina la Yesu Kristo. Asante Mwokozi, asante Mungu wa wokovu wetu, ni asante, ni kwa sababu ya wema wako. Utukuzwe na uinuliwe, na ni katika jina la Yesu naomba na kuamini. Tupatane wakati mwingine, huyo mwingine, tuone message ile ingine nitakuja nayo live kwa utukufu wa jina la Bwana. Na tuendelee tu hivyo, tuendelee kusoothe God. It is the time to soothe God. Season we are in ni ya kusoothe God. Pebeleza Bwana, muna umuulize kila kitu uinikwae. Ungetaka kuhepa hizo my incubator, wewe inquire of the Lord everything. Bye bye. God bless you. I love you. Nidakwatie Ngai wakwa, nidakwatie tata, nidakwatie Ngai wakwa, nidakwatie tata, nidakwatie Ngai mwene, nidakwatie tata, nidakwatie Ngai wakwa, nidakwatie tata. Niwamatei Yesu, niwamatei manene, niwamatei Yesu, niwamatei manene. Mweayo sagumo wekevera nechasube, mweayo sagumo wekevera nechasube. Haya, shetani we mushinde, ololololo, weruguru amaguru makwa. Paulo adekeire kanitha wa Filipi, ederia ohetwo ni undu wa uhoro wa ma, niacokagia ngatho ni ngwataniro yao, ni undu wa
kumwenda nao makamwenda Paulo akĩmera nĩnjokagia ngatho na ngamũhoera ngwatanĩro ĩtũre na wendo ũingĩhe wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa ma kũhunjia ũhoro wa ma na kũrũĩrĩra angĩ mahunjagia nĩ ũiru na ngarari angĩ ngoro njega na arĩa angĩ wendani angĩ meciragia nĩ mekũhinyĩrĩria ĩndĩ macio mothe Jesu nĩahunjagio Paulo akĩmera nĩnjokagia ngatho na ngamũhoera ngwatanĩro ĩtũre na wendo ũingĩhe wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa ma kũhunjia ũhoro wa ma na kũrũĩrĩra. Bye bye. God bless you.